wakati tangu leo, wewe wangu daima. Bwana Yesu asifiwe. Na maombi, alafu tuweze kushusha mwili wa mpendwa wetu Naomi Kaihura Mwakyoma. Wamba wenye imani wako nitajificha, maji hayo na damu yaliyotoka unisafi na dhambi, unifanya mshindi wa kazi zote. Timizi sheria nijapofanya bidii, nikilia na kuzidi, hayaishi makosa. Iwe wangu okoa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kutokana na jiografia ya vyombo vyetu na kutokana na muda wenyewe, nimeona ni vema tuendelee na ibada, alafu marekebisho ya vyombo yatatukuta njiani, na bahati nzuri ma-MC wetu wana sauti za kutosha, watatuongoza kwa kila jambo tutakalokuwa tukilifanya kwa sasa hivi. Ndugu zangu, wakati huu ningependa nifanye ibada ya kubariki kaburi ili mwili wa ndugu yetu ushushwe, alafu baada ya hapo tusema neno la Mungu kwa ufupi kwa dakika 2, alafu tutaendelea na ibada nyingine kubwa ya kumwaga ndugu yetu kwa kuweka udongo. Wapendwa katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo, mpendwa wetu Naomi Mwakyoma Kaihura amemaliza safari yake, na huu ni wakati wa kulibariki kaburi hili takatifu ambalo ni nyumba yake ya milele. Siku ile ya parapanda ya mwisho itakapolia, atakapofufuka katika wafu kuungana na watakatifu walio hai duniani, nachukua nafasi hii ya kulibariki kaburi kabla ya kuraza mwili wa Naomi katika nyumba yake ya milele. Katika jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, na wote tuseme amen. Amen. Wakati huu napenda kuwatangazia kwamba kaburi hili ni kaburi takatifu ambalo wachawi na mtu yote mwenye hila na manuizi ya kila aina hayana mamlaka ya kuzuia mwili huu usiwe na muhuri wa Yesu Kristo katika ufufuo wa siku za mwisho, katika jina la Yesu Kristo. Amen. Mara baada ya hapo, ningeomba sasa, wakati tunaimba wimbo wa tenzi, vijana wetu watuongoze mwili wa ndugu yetu ukiwa unashushwa kaburini. Huko nafasi ya kubeba
yake Yesu nasi na wakati wa kung'oa yaliyopandwa, wakati wa kuua na wakati wa kupoza, wakati wa kubomoa na wakati wa kujenga. Mstari wa 4, wakati wa kulia na wakati wa kucheka, wakati wa kuomboleza na wakati wa kucheza. Kitabu cha Korinto, waraka wa Korinto kwanza sura 15:21 mstari wa 23. Kwa maana kama vile mauti ilivyokuja kwa njia mmoja, vivyo hivyo ufufuo wa wafu umekuja kwa njia ya mtu mmoja. Kwa maana kama vile katika Adamu watu wote wanakufa, vivyo hivyo katika Kristo wote watafanywa hai, lakini kila mmoja kwa wakati wake. Kristo